Kwema. Mambo yanakwenda? Yanakwenda. Bwana, kwanza hongera kwa mazoezi, lakini pia tuambie maandalizi kuelekea kumaliza mzunguko wa pili wa ligi soka Tanzania bara kama wachezaji yakoje? Kwanza napenda kumshukuru Mungu. Maandalizi yetu toka tumeendelea kujiandaa naendelea vizuri. Tunajiandaa vema ili kuhakikisha kwamba michezo hii michache iliyobaki tunaweza kupata pointi ambazo zitatuweka nafasi nzuri katika ligi kuu. Maana ukiangalia katika msimamo tu kwenye nafasi mbovu kabisa. Kwa hiyo maandalizi yanaenda vizuri na tunajiandaa vizuri, tunafanyia marekebisho na tunaendelea kuyafanyia kazi yale mambo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri kama unavyoona hivi kwenye mazoezi. Kama wachezaji yapi mnazungumza baada ya maelekezo ya mwalimu kutiana morali, lakini pia kupeana ule umuhimu wa michezo ambayo imesalia kuhakikisha inabakisha ligi kuu soka Tanzania bara? Sisi kama wachezaji kitu kikubwa ambacho tunakifanya kuhamasishana kuanzia kwenye mazoezi, jinsi tunavyoishi, kwa sababu unajua pia ukiacha mazoezi kuna maisha baada ya mazoezi. Pia ni vitu vya kuzingatia ili ni vyote vinasababisha kwenda kupata matokeo mazuri. Sisi wote tunajua umuhimu wa michezo iliyopo mbele yetu, ni michezo migumu na pia tunataka pointi. Tunajua ugumu wa kila mchezo. Kwa hiyo sisi wenyewe tunahamasishana mazoezini kuweza kuvifanyia kazi, kuweza kupush ili kwenda kufanya vizuri, ili kazi iwe nyepesi siku za mechi zetu. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kuhamasishana na kila mtu anajua umuhimu. Ujumbe wa mwalimu kwenu ni upi hasa kuelekea michezo hii ambayo ni muhimu kweli kweli kwenda kupata pointi? Mwalimu ni mwalimu, anajitahidi kutuhamasisha na kutuelekeza pale penye makosa. Kazi yake ni kutuelekeza. Vingine si wenyewe tunajua, kwa sababu mpaka mtu unakuwa anacheza level hii, maana yake unajua kipi unataka, timu inataka ina malengo gani. Kwa hiyo mwalimu ni kutusisitiza, kutuelekeza tunapokosea, kutuelekeza jinsi ya kuvifanyia kazi, jinsi gani ya kumanage mchezo hivi na hivi. Kwa hiyo ndio ujumbe wa mwalimu. Kwa hiyo sisi mwalimu anatuelekeza na kutusisitiza. Kwa hiyo sisi kilichobaki ni kwenda kuvifanyia kazi na kupush ili tuweze kupata kile ambacho cha muhimu. Tunaenda kucheza na Tanzania Prison ambayo nayo inahitaji alama kweli kweli kwa ajili ya kuhakikisha nao wanajiweka vizuri. Ukiachana Prison pia mna timu nyingine ambazo mnaenda kucheza nazo, zote zinahitaji alama tatu. Mnaiendeaje michezo? Kama nilivyosema mwanzo kwamba michezo yote iliyo mbele yetu ni migumu. Ukiangalia kwa sababu tunacheza nao kama Prison, timu ngumu, na zote hakuna timu nyepesi ambayo tutasema bado tunacheza na timu nyepesi, kwa sababu wote tupo chini. Umeona? Na kila mtu anahitaji pointi kujiweka kwenye alama. Mimi naamini Prison nao wanajiandaa vizuri na sisi tunajiandaa vizuri. Kwa hiyo sisi tunachojaribu ni kuwa beta zaidi ya wao. Kwa hiyo siku ya mchezo ambaye kajiandaa vizuri ndio tutapata matokeo. Kwa hiyo sisi tuna imani tutakuwa hao ambao wamejiandaa vizuri ili kupata matokeo. Ushindani wa namba kwenye kikosi chenu ukoje? Kwa sababu tumezungumza hapa katika taarifa za KMC hakuna majeraha mpaka sasa. Ushindani wa namba wewe kama mchezaji? Ushindani upo mkubwa, sababu kama unavyoona wachezaji wote wapo fiti, kila mtu upo kwenye 100% na kila mtu anachacha kupambania timu, kwa sababu kwenye period kama hii ambayo timu ipo kwenye wakati mgumu, kila mtu anataka kuonyesha jinsi gani anachangia mchango wake kwenye timu. Kwa hiyo ushindani upo mkubwa, na kama unavyoona mwalimu anajitahidi kufanya rotation ya kila mtu kuweza kujitolea kile ambacho anacho. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa, kwa hiyo cha msingi ni kila mtu kufanya kile ambacho mwalimu anataka, mwalimu atakupa nafasi. Nikushukuru. Asante sana.